Tunataka kufahamu kuhusiana na mwenendo wa shauri la kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu juu ya madai ya kuchapisha taarifa za uongo. Kwa nini kwa sasa hivi haiendelei? Na pia kuhusiana na kwa nini Tundu Lissu siku chache zilizopita alifikishwa mahakamani pasipo chama ya kuweza kupewa taarifa. Lakini pia tunataka kufahamu kwa kina kuhusiana na kwa nini kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu imesimama, kesi ya uhaini kwa sasa, na Chadema mnapanga kuchukua hatua gani? Okay, nafikiri tuanze na hiyo kesi ya kuchapisha taarifa za uongo. Watanzania watakumbuka kwamba mwezi April 2025 wakati Mheshimiwa Lissu anafikishwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, alikuwa anakabiliwa na makosa mawili. Kosa la kwanza alikuwa anatuhumiwa kwa kosa la uhaini, na tuhuma ya pili ilikuwa ni kuchapisha taarifa za uongo. Kwa hiyo hayo yalikuwa ni mashauri mawili tofauti. Sasa na kosa la kuchapisha taarifa za uongo kwa mujibu wa kumbukumbu zetu na za mahakamani ilikuwa chini ya Mheshimiwa Muhini. Muhini ni hakimu mwandamizi pale mahakama ya mkoa wa Dar es Salaam, inaitwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Sasa shauri hilo lilisikilizwa kwa hatua zile za awali kipindi kile, na lilifika sehemu mawakili wa Mheshimiwa Lissu kuna mambo waliona hayakuwa yameenda vizuri, kwa hiyo wakaamua kufanya revision. Walipeleka maombi mahakama kuu ya kufanya marejeo. Kwa hiyo shauri lile lilikuwa limesimama. Unapoomba kufanya revision, maana yake ni kwamba shauri la kwa ngazi za chini linasimama, na kwa maneno mepesi wanasema jarada linakwenda mahakama ya juu. Kwa hiyo lilikwenda mahakama kuu kwa ajili ya kufanyiwa revision, lakini baadaye lilirudi. Sasa baada ya kurudi, yalikuwa ni matarajio kwamba kesi ile ya kuchapisha taarifa za uongo ingeweza kuendelea, lakini kwa bahati mbaya haijaweza kuendelea. Huenda labda, nafikiri, na sina uhakika kwa sababu hatujafanya hiyo confirmation na mahakama position yao, lakini tulifikiri kwamba ilisimama ili kupisha mchakato mwingine wa hiyo kesi iliyokuwa inaendelea, kwa maana ya kesi ya uhaini. Sasa kesi ya uhaini, kama ambavyo Watanzania wanajua na dunia inafahamu, imesikilizwa kwa hatua kadhaa. Tumesikiliza baadhi ya mashahidi na wametoa ushahidi wao, na imekuwa na ups and down nyingi. Kuna mapingamizi kadha wa kadha yametolewa na yameamuliwa na mahakama kuu. Sasa kwa hatua tuliyokuwepo, mtakumbuka kwamba upande wa jamhuri walikuwa na maombi ya kuongeza maelezo ya shahidi mwingine mara ya mwisho, na maombi hayo yalipingwa na Mheshimiwa Lissu, na mahakama kuu ikasema maelezo yale, kwa sababu yalikuwa ni ya shahidi ambaye maelezo yake awali yalikuwa yameshaorozeshwa Kisutu, hayakukizi vigezo vya kuongezwa kwa maana ya maombi ambayo walikuwa wameleta. Sasa upande wa pili, kwa maana ya walalamikaji jamhuri, wao wakaona kama hawakulizika. Mwanzoni walisema wanakata rufaa, lakini kwa mujibu wa nyaraka zilizokuja walipeleka maombi mahakama ya rufani, maombi ya kufanya marejeo. Na sababu yao, nimesoma kiapo chao cha mawakili wa jamhuri, wanasema kwenye yale maombi ya kuomba waongeze maelezo ya shahidi kwamba upande wa jamhuri hawakusikilizwa, hawakupewa haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo wakaomba mahakama ya rufani iweze kuangalia huo mwenendo, yani waangalie uhalali wa ule mchakato na usahihi wake, ili mahakama ya rufani iweze kuona inafanya nini. Kama itaona hakukuwa na usahihi au mwenendo ule ni batili, basi iweze kuelekeza kwa namna nyingine. Sasa maombi hayo yalipofailiwa au yaliposajiliwa mahakama ya rufani, kama kawaida na taratibu zilivyo, Mheshimiwa Lissu alipata nakala ya maombi yale, na kwa sababu maombi yale yaliambatana na kiapo, na Mheshimiwa Lissu alipata fursa ya kujibu kiapo hicho. Na mtakumbuka alipojibu kiapo hicho aliambatanisha na kitu kingine. Alijibu kiapo kile, lakini akaambatanisha na kitu kinaitwa maombi ya hati ya dharura, akiomba mahakama ya rufani kusikiliza maombi hayo kwa udharura, na alieleza sababu za kiafya. Na sababu alizosema ni kwamba kabla hajakamatwa amekuwa anahudhuria matibabu na amekuwa chini ya uangalizi wa madaktari bingwa nje ya nchi. Kwa hiyo akasema hakuomba huruma ya mahakama kumwachia, lakini alikuwa anataka mahakama ya rufani isikilize maombi hayo kwa udharura, ili mwisho wa siku itakapoonekana hana hatia, basi kesi ya msingi iweze kusikilizwa na ifikiwe mwisho. Ikiisha, ili yeye aweze kupata fursa ya kwenda kukutana
na madaktari wake bingwa ambao wamekuwa wanaangalia afya yake baada ya lile shambulio ambalo lilitokea kipindi kile kule Dodoma. Sasa maombi hayo kwa sababu alishajibu, taratibu zote zilishakamilika. Sasa ni wakati au ni iko ndani ya mamlaka ya mhimili wa mahakama kupanga yenyewe ni tarehe gani hasa watasikiliza hayo maombi ya jamhuri dhidi ya Tundu Lissu, hayo ya kufanya revision. Sasa ni inategemea na hiyo record na hiyo kalenda ya mahakama kwamba itapanga kwa dharura upi. Kama naamini mahakama imepata hayo maombi ya Mheshimiwa Lissu, kama mahakama itaona zile ni sababu za msingi, kwa hiyo tunategemea kwamba itapanga hivi karibuni. Na kwa kweli ni wito wetu kwamba kwa mazingira yalivyo, kwa sababu ya kesi ilivyo, ina mvuto wa inafuatiliwa na umma na watu wengi, tunafikiri kwamba mahakama ingeipa kipaumbele pia ikaita, ili Watanzania na dunia nzima inataka kujua hicho ambacho kipo. Sasa mahakama nafikiri kwa busara zake itaona na ingesaidia kwamba kesi hii iweze kusikilizwa mapema, ili mbichi na mbivu ziweze kujulikana. Kama mtu ni mhaini, basi aweze kufesi adhabu ambayo ipo kwa mujibu wa sheria, na kama sio mhaini achiwe, aje uraiani, aendelee na maisha mengine, kwa sababu maisha ya mwanadamu huwezi kuyakompensate. Huo muda ambao anatumia akiwa huko ndani hauwezi kuwa compensated. Sasa tunaelewa kwamba mtu akisema hivyo, na nimesikia watu wengine wanasema huko ni kuingilia muhimili wa mahakama. Mahakama nazo zimepewa utendaji kazi wake kwa mujibu wa sheria. Mchakato unapaswa kufuata hivyo. Hizo rule of sub judice haziwezi kuja wakati wengine wana violate, halafu mtu ukisema bwana, hebu sikiliza basi hilo shauri la huyo mtu, haraka unasema unaingilia muhimili wa mahakama. Hapana, hii njia ya haki iko upande wote na inabana watu wote. Sasa kwa sababu kesi hiyo ya uhaini imesimama kwa maana ya kusubiri hiyo kalenda ya mahakama ya rufani, kwa maana ya kupanga hiyo tarehe ili iweze kusikiliza hiyo maombi yaliyowasilishwa na jamhuri, tulitarajia kwamba kesi ile ya kuchapisha taarifa za uongo ambayo iko mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ingeendelea sasa hivi, kwa sababu hakuna kipingamizi chochote ambacho kinasababisha kesi ile isiendelee. Mtuhumiwa yuko ndani, yuko gerezani, hana mashauri yoyote. Kuna sababu gani ya msingi kwa kesi ile kutoweza kuendelea? Kwa bado tunatoa mwito kwamba wenye mamlaka na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu wanapaswa, na tunawakumbusha kwamba wana kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inayomkabili mwenyekiti wa hiki chama. Kwa hiyo kesi ile inapaswa kuendelea kwa sababu ilisimama kwa muda mrefu, na kwa amri ya mwisho walisema kesi imekuwa adjourned sine die, yani mpaka watakapotoa taarifa nyingine. Tunafikiri kipindi hiki ambacho tunasubiri kalenda nyingine kuendelea, shauri lile linapaswa kuitwa ili mashahidi waletwe, Mheshimiwa Lissu asikilize mashahidi wale, kama atapaswa kujitetea naye ajitetee, ili at least hii nyingine itakapokuja angalau ikute ile nayo imekwenda, kuna sehemu imefikia, kuliko utaratibu wa sasa. Kwa hiyo ni update ya ile kesi ya kuchapisha taarifa za uongo ambayo iko pending kule Kisutu mahakamani, kwenye ile mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mbele ya Mheshimiwa hakimu Muhini. Sasa umeuliza swali la tatu, linahusiana na juzi kwamba mwenyekiti alifikishwa mahakamani bila chama kuwa na taarifa. Kwanza, mahakamani huwa kuna utaratibu kwamba pale ambapo kesi imesikilizwa, shauri limesikilizwa na kuna muda au mahakama imefika kwenye hatua za kuweza kutoa uamuzi, huwa kuna utaratibu wa kutoa notice, kutoa summary kwamba tunawapa taarifa kwa ajili ya kuja kusikiliza uamuzi. Uwe ulihudhuria shauri hilo, uwe hukuhudhuria shauri hilo, kwenye sheria za hii nchi kuna hiyo provision inayosema kwamba mahakama inao wajibu sasa wa kutoa hiyo summary, kwamba bwana, kulikuwa kuna shauri lako, sasa mahakama imejipanga tarehe kadhaa itatoa huo uamuzi. Sasa ni bahati mbaya tu kwamba pamoja na kwamba ilikuwa mahakama ilisikiliza yale maombi, na hayo maombi yalianzishwa na mwenyekiti mwenyewe, Mheshimiwa Lissu alipeleka maombi mahakama kuu mbele ya Jaji Mwanga. Kipindi kile alikuwa anasikiliza hiyo kesi ya mgawanyo wa mali za chama, na akawa anaomba kuunganishwa kwenye hiyo kesi iliyofunguliwa na Said Isa Mohamed na wenzake wawili. Mtateki noti kwamba moja ya waleta maombi kwenye kesi ile kwa sasa hivi hatuko naye duniani, Mwenyezi Mungu amrehemu, Ana Maulida Kom, ambaye amefariki hivi majuzi. Kwenye kesi ile Lissu aliomba kuunganishwa, na alikuwa na sababu zake nyingi ambazo aliziweka kule. Kwa hiyo maombi yale yalisikilizwa mbele ya Jaji Mwanga. Sasa wakati maombi yamesikilizwa na Mheshimiwa Lissu amemaliza, bahati nzuri kwetu chama
labda na mbaya kwa waleta maombi, sisi chama kilikuwa kimeandika malalamiko mengine kwenda kwa jaji mkuu ya kuhusu mwenendo mzima wa kesi ili ilivyokuwa inaendeshwa. Kwa hiyo kwa busara za jaji mkuu akaelekeza sasa kwamba lile jarada lililokuwa mbele ya Jaji Mwanga liende mahakama ya rufani, ili mahakama ya rufani iweze kuangalia usahihi wa malalamiko ya Chadema ni yapi, na mahakama ya rufani iweze kuchukua hatua. Kwa hiyo baada ya kufika pale, manake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba jarada lile likaondoka mikononi mwa Jaji Mwanga likaenda mahakama ya rufani. Kwa hiyo hakukuwa na huo muda tena wa Jaji Mwanga kuendelea kufanya jambo lingine lolote, kwa sababu jarada lilikuwa limeshatoka mikononi mwake, limeenda mahakama ya rufani. Mkumbuke hapo wakati halijaenda, huku nyuma kulikuwa na pending, kulikuwa na hayo maombi ambayo yalikuwa yanasubiri kutolewa nini, uamuzi. Sasa tumekwenda Dodoma kwa maana ya mahakama ya rufani, tumesikiliza, mahakama ya rufani imetusikiliza, na baada ya kutusikiliza na baada ya muda imetake time kidogo, imeandika ilichokiandika, na baada ya kuandika ikasema iko tayari kwa ajili ya kutoa uamuzi, na ikatoa uamuzi kwenye maeneo mawili. Mosi, kwenye kesi hiyo ya mgawanyo wa mali, mahakama ya rufani ikasema kuna hoja ambazo Jaji Mwanga hakuwa ameziamua. Moja mapingamizi ambayo tulikuwa tunabishana kule nyuma, Jaji Mwanga hakuwa ameamua. Kwa hiyo wale wazee mahakama ya rufani wakasema sasa tunalirejesha hili jarada lirudi mahakama kuu mbele ya jaji mwingine, ili aende akaamue kuhusu kwanza hayo mapingamizi ambayo ninyi mlikuwa mmeyaweka, kwa sababu kanuni za mahakamani ni kwamba kama kuna pingamizi lolote, kabla ya kufanya jambo lingine lolote, tunasikiliza kwanza yale mapingamizi, yakiisha ndio tunaendelea na utaratibu mwingine. Kwa hiyo jarada likasema lirudi. Tukawa na hoja ya pili kuhusu kufungiwa chama hiki kufanya shughuli za kisiasa, kama ambavyo mnafahamu kwamba tumekaa almost mwaka mzima tufanye shughuli za kisiasa. Once again mahakama ya rufani ikasema Jaji Mwanga alikosea, kwa sababu wakati anasikiliza maombi ya zuio, wakili aliyekuwepo kwa niaba ya bodi ya wadhamini na kwa niaba ya katibu mkuu Jebra Kambole alikuwa ameiambia mahakama kwamba yeye anajitoa kukiwakilisha chama. Sasa utaratibu ni kwamba kama una wakili wako yuko mahakamani na we haupo, wakili akasema anajitoa, mahakama inapaswa kuwahilisha kusikiliza ile kesi, halafu ikupe taarifa wewe unayedaiwa au wewe mwenye kesi, kwa bwana, unajua wakili wako huko ameshajitoa, sasa nakupa taarifa ili uje mahakamani uiambie mahakama utasimama mwenyewe au unatafuta wakili mwingine. Sasa hicho kitendo hicho ndo hakikufanyika. Kwa hiyo mahakama ya rufani ikasema hapana, kwa sababu Jaji Mwanga hakusimamisha ile kesi, kwa sababu Jaji Mwanga hakuipa taarifa bodi ya wadhamini wa chama, na kwa sababu Jaji Mwanga pia hakutoa taarifa kwa katibu mkuu wa chama kwamba Jebra Kambole wakili wao amejitoa, ili waone namna ya kuweza kuleta wakili mwingine au wenyewe waweze kufika. Ule utaratibu ulikuwa batili. Kwa hiyo mahakama ya rufani ikafuta huo mwenendo. Kuanzia siku ile wakili anaomba kujitoa na mambo mengine yote yaliyoendelea. Sasa mambo mengine yaliyoendelea, mnajua kilichoendelea ni kwamba ilikuwa ni amri ya kufungia kufanya zuio. Kwa hiyo hiyo ndio ikafutwa. Walifuta hizo proceedings zote. Kwa maneno mengine, sasa uhuru wetu kawa umerejea kwa sababu ilifutwa. Once again mahakama ikasema sasa jarada hilo pia na lenyewe lilirudi mahakama kuu ili lianze kusikilizwa upya kuanzia pale ambapo wakili alijitoa. Je, kama tuko pamoja? Kuanzia pale ambapo wakili alijitoa. Kwa hiyo hiyo kesi ya maombi ya zuio tunapozungumza sasa hivi kwa jicho la kisheria iko wapi? Iko mahakama kuu, na yenyewe inasubiri kuanza kusikilizwa kuanzia pale wakili alipojitoa. Lakini kama nilivyosema awali, unapokuwa na kesi ya msingi umeshaweka mapingamizi, tunaanza kwanza kuyasikiliza yale mapingamizi. Kwa hiyo hii nyingine inatajwa. Sasa baada ya hama jarada kurudi, kesi hiyo ilipangwa kwa Mheshimiwa Jaji Ngunyale na imeshatajwa karibia mara moja, na nafikiri tarehe 13 mwezi wa 5 itakuwa tena inatajwa mahakama kuu pale. Sasa baada ya jarada kurudi, na hapa ndo nakwenda sasa kujibu swali lenu, kwa nini mwenyekiti sasa alipelekwa siku ile kimya kimya. Baada ya jarada kurudi na kupangwa kwa jaji mwingine, Jaji Mwanga alikuwa na wajibu wa kutoa uamuzi dhidi ya maombi ambayo alikuwa ameshayasikiliza na yalikuwa yanasubiri kutolewa uamuzi, kwa maana ya ruling.
hiyo kazi anaifanya jaji mwenyewe, kwa sababu ukisikiliza kesi ukasikiliza mashahidi mpaka mwisho ukasubiri tu ule muda kutoa uamuzi, hauwezi ukampa mwenzako, kwa sababu mwenzako hajasikiliza na hajui nini ambacho kiliamuliwa. Kwa hiyo Jaji Mwanga alipaswa kutoa uamuzi, na hiyo ndiyo iliyopelekea sasa hiyo majuzi ambayo nyewe mliiona mheshimiwa mwenyekiti akapelekwa mahakamani. Alipelekwa kwa ajili ya kwenda kusomewa uamuzi wa Mahakama Kuu kuhusu maombi yake ya kuunganishwa kwenye hiyo kesi. Je, aunganishwe au asiunganishwe? Sasa ndio maana nimesema kwa ajili kwa sequence ya hayo matukio yalivyokuwa na kwa utaratibu ulivyokuwa, hata sisi tungetarajia kwamba angalau mahakama basi ingeleta kale kasama, si kwamba jamani, kwenye yale maombi yale ambayo mwenyekiti aliomba kuunganishwa na bodi ya wadhamini ni respondent kwenye yale maombi, katibu mkuu naye anakuwa ni respondent kwenye hayo maombi, kwamba uamuzi wake sasa utatolewa tarehe fulani, ili sasa na sisi tuweze kwenda. Kwa bahati mbaya ni kwamba ni kama mahakama iliashumu tu kwamba basi watu wote wanazijua hizo tarehe na ziko kule, basi yenyewe ikaendelea kumuita. Kwa hiyo mwenyekiti alikuja mahakamani kwa ajili ya hiyo na alisomewa uamuzi huo, na nafikiri jambo ambalo sina uhakika kama umma waliambiwa, kwenye uamuzi wake Jaji Mwanga pia alikataa maombi ya Mheshimiwa Lissu kuunganishwa kwenye hiyo kesi. Kwa hiyo application yenyewe ya Lissu siku ile iliposomewa, ruling yake ni kwamba Jaji Mwanga alikataa Mheshimiwa Lissu asiunganishwe kwenye hiyo kesi, na sababu ambazo amezisema ziko huko kwenye hiyo judgment. Kwa hiyo lakini nataka tu kujibu swali lenu kwamba mwenyekiti aliletwa kwa sababu kwa ajili ya kusomewa hayo maamuzi na sio kwa sababu nyingine kama ambavyo taarifa zinaweza kuwa zimesambaa huko, na hatukupewa hiyo taarifa. Nafikiri sababu nyingine zinafahamika tu kwa mahakama, kwa sababu sisi kama wapewa taarifa tu hatuwezi kujua sababu za mtoa taarifa kwa nini hajakupa taarifa. Unapaswa tu kujua kwamba tulirespondi kwa mazingira yaliyokuwepo. Mwanasheria mkuu wa chama Daktari Rugemeleza Nshala alifika mahakamani siku ile angalau kwa ajili ya hiyo koru, na tulifika kwa sababu nchi hii nimeamini kwamba wapenda demokrasia ni wengi. Wakati wanamtoa mwenyekiti gerezani kumpeleka mahakamani, baadhi ya wananchi wema waliona ile misafara. Kwa hiyo watu wakao wanapiga simu, umelala tu hivi unasikia simu inaita, ni nini? Mtu anakwambia nimeona msafara unatoka Ukonga. Kwa hivyo vyote vile ule msafara yuko mwenyekiti humo, kwa sababu unafanana na jinsi utaratibu ulivyokuwa. Na mwingine akasema mimi nimefuatilia huo msafara, tumeachana unakata tu kona pale unaingia mahakamani, mimi nikarudi Kariakoo. Kwa hiyo tunaomba mfuatilie, kiongozi wetu wamempeleka mahakamani. Kwa hiyo hivyo ndivyo tulivyojua hiyo taarifa kwa watu ambao waliona. Kumbe unaweza kujua hili jambo unaweza kaona jinsi hili jambo lilivyo na public interest. Hata mtu akiona tu magari yanaenda mengi anajua kiongozi anapelekwa. Kwa nini anapelekwa na inakuwaje? Mbona ni kimya kimya? Kuna shida gani? Kuna nini? Hebu fuatilieni nyinyi wenzetu ambao mmepewa hayo mamlaka ya kuweza kufuatilia. Kwa hiyo walimpeleka kwa sababu hiyo, na tunashukuru kwamba kwa hicho, pamoja na kwamba inaonekana maombi yalikataliwa, lakini sisi kwenye jicho la sheria sio subject ya discussion ya sasa hivi. Nafikiri kwa huko baadaye maombi yale kuna namna ambavyo yametusaidia, kwa sababu kuna fact ambazo tulizani na tulikuwa hatuzifahamu, lakini sasa kupitia yale maombi na wenzetu walikuja wakazileta na zikawa bayana na mahakama ikazitolea maelezo na ufafanuzi, wametusaidia kuweka baadhi ya mambo ambayo yalikuwa hayajanyoka sawa. Kwa hiyo kila jambo lina faida zake na hasara zake. Kwa hiyo mwenyekiti aliletwa kwa sababu hiyo, na tunashukuru kwamba mambo yalikwenda sawa. Tulikosa hiyo fursa ya mwenyekiti kuunganishwa kwenye hiyo kesi kwa sababu ambazo mahakama iliona ni sahihi. Hatuna shida na hiyo, lakini kwa nini hasa hatukuwa tumepewa sababu? Jibu hilo hatuwezi tukalitoa sisi, kwa sababu sisi ni wapewa taarifa. Hilo swala angeulizwa mtoa taarifa, kwa nini hukuwapa taarifa, huenda angekuwa na maelezo ya kutosha. Na pia tena, Mheshimiwa Lissu hajawahi kuomba kuachiwa kutoka gerezani ili aende kwenye mazungumzo. Mheshimiwa Lissu hajawahi kufanya hicho kitu. Sasa nafikiri watu wana tafsiri zao tu ambazo kila mtu alizileta, na niliona ileta discussion kidogo. Ufafanuzi ambao umeshatolewa na katibu mkuu wa chama na ufafanuzi ambao umetolewa na viongozi wengine mbalimbali wa chama, na mimi leo nitarejea kidogo. Baada ya yaliyotokea tarehe 29, sisi kama chama tulitoa statement ya vitu ambavyo tulikuwa tunahisi
ni muhimu, zilikuwa ni kama condition, zilikuwa condition 11 nafikiri tuliziweka pale, na tukasema mambo mbalimbali. Mosi, tulisema kipindi kile kulikuwa na hayo maneno ya chama kwenda kwenye mazungumzo na nini, tukasema sisi hatuwezi kama chama kuamua kama tunaingia kwenye mazungumzo au hatuingii kwenye mazungumzo. Tulisema hiyo kauli kipindi kile. Na kwa nini hatuwezi kuamua? Kwa sababu tu mbili. Mosi, chama hiki kinafanya maamuzi kupitia kamati kuu ya chama, na kipindi kile chama hiki kilikuwa kimefungiwa kufanya shughuli za kisiasa. Ni wapi mnafanya hiyo decision ya kama mnakwenda kwenye hayo mazungumzo au hamwendi? Mnafanyia wapi? Lazima mfanye kwenye vikao, na mnafanyaje vikao wakati umefungiwa? It was impossible. Kwa hiyo tukasema haya mazingira kwanza haya facilitate chochote, na hatuwezi tukasema chochote. Cha pili, tukasema kwa sababu chama hiki kinafanya maamuzi kupitia vikao vya kamati kuu, mwenyekiti mwenyewe wa kamati kuu mnaye huko ndani. Sasa nani anaendesha hicho chama? Yaani nani anaongoza hicho chama kwanza kujadili hii hali kwamba jamani, kuna hali hapa inahitaji chama hiki kiingeje kwenye mazungumzo? Nani anaongoza? Kwa hiyo tukasema mosi, kabla hatujasema chochote, Mheshimiwa Lissu, viongozi mbalimbali wa chama wenye kesi maeneo mbalimbali na mahakama mbalimbali hapa nchini walipaswa kuachiwa bila masharti yoyote. Tulisema hilo kama jambo la kwanza. Pili, tukasema viongozi wa chama wakiwa wameachiwa, wako nje na chama hiki kikaondolewa zuio la kufanya siasa, viongozi wataongoza chama hiki kufanya vikao vya kikatiba ili viweze kuamua tunakwenda kwenye mazungumzo au hatuendi. Tulisema hayo mambo kwenye yale mambo yetu 11. Tukaendelea pia tukasema kwa namna ya mambo yalivyo, Watanzania ambao wamepata madhira ya Oktoba 29 na siku zilizofuata, tukaona ni justice kabisa. Tunaelewa kwamba uhai wa mtu hauwezi kulipwa kwa gharama, lakini tukasema ni lazima hao watu wawe compensated. Tukaendelea na masharti, tukasema wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wanapaswa kuwajibika kwa nafasi zao kwa mambo mawili tu. Mosi, kwa kutuhumiwa kuhusika na yaliyotokea tarehe 29 na siku zilizofuata. Pili, hata kama hawakuhusika, kwa kushindwa kulinda maisha ya Watanzania walipaswa kuwajibika, kwa sababu mwenye dhamana ya kulinda uhai wa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walikuwa ni hawa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo tukasema kwa sababu ya hizo two limbs, hizo aina mbili, kwa namna yoyote ile ni lazima wawajibike. Na tukasema kwenye masharti mengine, kama kuna namna yoyote ya kuzungumza, hakuna namna mnaweza mkazungumza. Yani mtuhumiwa mwenyewe akawa amekaa hapa anasema mimi ndio kiongozi wa huu mjadala, yani wewe huwezi kuwa kiongozi wa mjadala. Tukasema ni lazima patikane mtu mwingine wakuja ukaa hapo katikati, mtuhumiwa kae kushoto na anayemtuhuma kae kulia, alafu hapa kwenye center hapo aje mtu mwingine wa kuweza kuregulate hayo mambo. Hayo mambo tuliyasema tangia zamani. Ni bahati mbaya tu kwamba alipokwenda wakili Kisabo gerezani kwenda kuzungumza na mwenyekiti, na akawa anampa hizo feedback za mambo mengine yaliyokuja, kama ambavyo tumesema juzi kwenye kamati kuu ya chama, na kama ambavyo mnafahamu kwamba jumuiya za kimataifa kwenye intervention ya crisis ya Tanzania, na mnajua kwamba katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola ametuma uwakilishi wake na alikuja Dr. Chakwera hapa nchini. Na miongoni mwa watu kama ambavyo mlisikia pia, kama mlisikiliza vizuri, ni kwamba Dr. Chakwera pia alikutana na mwenyekiti Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo haya yote ambayo tuliyatoa kwenye zile demand zetu 11, Dr. Chakwera pia aliambiwa na delegation yetu ya chama iliyoongozwa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche, ameambiwa na mwenyekiti wa chama kwenye hiyo special meeting yao ambayo walifanya, kwa sababu mmoja wa watu ambao jamaa ilibidi akutane nayo ni yeye. Kwa hiyo tumemwambia hayo mambo. Sasa wapenda demokrasia wakaenda wakasema Mheshimiwa Lissu amesema achiwe ili aje kwenye mazungumzo. Lissu hawezi kupiga magoti kwa sababu ya jambo ambalo hajafanya. By the way, kwa wale ambao umefuatilia kesi, hii kesi ya uhaini ilishakwisha. Yaani mahakama ilishaamua, hivi mnavyoita nyie ni vielelezo vya kuweza kuthibitisha hiyo kesi, havijapokelewa mahakamani na hakuna namna ambavyo vitapokelewa. Hiyo kitu imeisha. Kama mnakumbuka statement ya Lissu, alisema niko gerezani kwa sababu ameamua, as a matter of case imeshakuwa closed.
iliisha kwa sababu alipima ushahidi uliotolewa, vielelezo vilivyotakiwa kutolewa mahakamani, na mahakama ikakataa vyote. Yeye ni mwanasheria nguli, akakonkludi kwamba hapa hamna kesi. Haya, hawezi kuwa Lissu. Na kama kuna mtu yoyote amewahi kufikiri kwamba mwenyekiti wa hiki chama anaweza kutoka nje kwenda kufanya majadiliano yoyote kwa gharama ya yeye kuwa huru, huyo mtu ametumia vibaya tu utashi wake wa kufikiri. Jambo hilo haliwezi kutokea, na huyo hawezi kuwa Lissu. Lissu atafuata ule utaratibu na kondisheni yake ambayo alikuwa ameisema, na bahati nzuri mimi nilikuwa nakwenda gerezani kuzungumza naye tangia mwanzo kabisa. Kwanza kwa maoni yake yeye, na yuko tayari Lissu atakuwa mtu wa mwisho kutoka gerezani mpaka watu wote watakapotoka na watakapoachiwa. Yeye hana shida na hilo, atakuwa mtu wa mwisho kutoka gerezani. Inachukua mwaka, inachukua miaka mingapi, na always ukienda, mimi huwa naenda kwa sababu ananipa tu courage. Ananiambia unamjua mzee Mandela alikaa muda gani? Alikaa miaka ya kutosha. Nyie mwaka mmoja tu hapa mnaanza kuhangaika tu, mnalalamika. Nyie tunatakiwa tutengeneze hiyo misingi. Sasa yuko tayari analipa hizo pride. Kwa hiyo hakuna namna, yale yalikuwa ni maneno tu, na ni bahati mbaya kwamba yamekuwa huko ya vijiweni, lakini ni jambo ambalo halitatokea. Mheshimiwa mwenyekiti hawezi kufanya jambo, anajua principle, na akitaka kufanya maamuzi anafanya baada ya kushirikiana na viongozi wenzake wa chama, kwa sababu anaelewa anaongoza taasisi na viongozi wenzake wako nje, na hakuna namna mwenyekiti anaweza kufanya maamuzi yake yeye binafsi. Kwa hiyo ilikuwa ni misinterpretation tu ya ujumbe ambao Mheshimiwa Kisabu alipewa, lakini ukiusoma between the lines utagundua ujumbe wetu ambao tuliutoa Novemba na kila alichokisema Kisabu it's almost the same tu, ni mambo yale yale tu. Wadau tu wenye wa propaganda wakaamua sasa kuona namna gani ya kuweza kuchochea hayo masuala ili lete mjadala bila sababu za msingi. Labda hapo kwa kuongezea, jana kwa ajili ya huu wito wa Kenan Mosi, tumefika hapa tulipo kama taifa kwa sababu ya udhaifu wa Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wao. Yaani swala la kufuata utawala wa sheria wa nchi hii, hizi shida tunazozipata za kubambikizia watu kesi ni matokeo ya taifa hili kutofuata matakwa ya utawala wa kisheria. Na yeye anayezungumza ndio mwenezi wa hicho chama ambacho wanaamini kwamba wana serikali. Huo uhalali hana. Kwenye sheria tunasema anayekuja kuomba haki mahakamani anapaswa kuja na mikono misafi. Huyo mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mikono yake sio misafi, na hawezi kutuambia chochote kuhusu utawala wa kisheria. Utawala wa sheria ambao hauzingatii misingi ni utawala upi? Anaamua tu, anaamua. Yaani kwamba leo ukisema ndugu yako amekaa ndani miezi 6 bila kusikilizwa, huko ni kuingilia muhimili wa mahakama. Nilifikiri yeye na serikali yao wangeisaidia hiyo mahakama kwa kuipa rasilimali watu na rasilimali fedha waweze kusikiliza kesi hizi na kwa muda, ili watu wenye makosa waweze kutumia na wale ambao hawana makosa waje nje. Anataka kutuambia kwamba sisi tunapaswa kukaa hapa tufurahie mrundikano wa kesi huko mahakamani, tufurahie mrundikano wa mahabusu huko ndani. Kwake yeye ndio tafsiri ya utawala wa sheria, sio? Utawala wa sheria tunaoutaka kwenye taifa hili sio huo. Ndio maana tunataka utawala ambao unaelewa kwamba haki ya mtu ni kitu ambacho hakiwezi kuwa compensated. Tumesema kuna option mbili. Sisi hatujaiambia mahakama imwachie Lissu. Tuna option mbili. Tunachosema mahakama iite kesi ya Tundu Antipas Lissu, mashahidi wakasikiliza, au mahakama ifanye kazi yake ya kusikiliza na iamue kulingana na namna itakavyoona, kulingana na ushahidi, kulingana na facts zilizoko mbele ya mahakama. Ndio tunachosema. Itaamua nini mahakama yenyewe inajua, kwa sababu ina watu wenye weledi. Ambacho hapa tunabishana, haiwezekani mahakama ikatumika kama sehemu ya kwenda kupaki kesi. Hayo maneno sio yangu, jaji mkuu amewahi kumnukuu akizungumza maneno hayo. Kwa mahakama hii wasikubali mahakama kutumika kama sehemu ya kupaki kesi. Maana yake nini? Mahakama yenyewe inajua kwamba kuna hiyo michezo ya mashauri yanakwenda kupakiwa kule, wakati yakiwa hayana maana wowote. Sasa hiyo kitu ndio tunasema sisi hapana, na hapo hatuingilii mahakama. Naikumbusha tu mahakama kwamba ifanye kazi na ideliver justice kwa muda. Huko sio kuingilia uhuru wa mahakama.